Ndugu waandishi wa habari, napenda kujitambulisha kwenu. Naitwa Askofu Mwanamapinduzi Maximilian Machumu Kadutu. Leo tarehe 18 nimeona vema kuandika waraka wa Mwanamapinduzi kwa ajili ya jamii kwa ujumla, lakini pia kwa serikali yenyewe, kuhusiana hasa na tukio kubwa lilotokea la kufungiwa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, ambapo watu wengi nadhani mmeona taharuki kubwa na mambo mengi ambayo pengine hamkuyaelewa, lakini waraka unaotoa mimi binafsi, mimi kama mimi Askofu wa Mapinduzi, lakini pia kwa niaba ya viongozi wengi wa dini ambao jambo hili limewagusa kwa pamoja. Na ukweli ni kwamba swala hili pengine hajapata ufafanuzi wa kutosha, ndio maana watu wengi wanachanganyikiwa, lakini tumia nafasi ya kusoma waraka wangu huu walau kugusia mambo machache ambayo yatakupa mwanga kidogo kuhusu swala hili, lakini mwisho wa siku nitatoa mapendekezo yangu kwa serikali. Kutokana na uzito wa swala hili la uvunjifu wa haki na uhuru wa kuabudu nchini, na lazimika kuandika waraka huu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya maaskofu, wachungaji na viongozi wa waumini wa dini mbalimbali na Watanzania wazalendo kwa ujumla. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 19 ibara ndogo ya kwanza na ya pili inaeleza kuhusu uhuru wa kuabudu, na inatoa msingi wa kikatiba kwa watu wote kuwa na haki ya kuamini, kuabudu na kusambaza imani zao za kidini. Kwa mujibu wa katiba hiyo, kila Mtanzania ana haki ya kuabudu kulingana na imani yake bila hofu wala kikwazo chochote kile. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni tumeshtushwa na matukio ya ukiukwaji wa haki hii ya msingi, ikiwemo vitendo vya kuzuia ibada, kuingilia uhuru wa kiroho na vitisho dhidi ya waumini. Hali hii imezua taharuki miongoni mwa Watanzania na kutishia mshikamano wa kijamii na amani ya taifa letu. Waraka huu unahusu matukio makubwa mawili yaliyotokea mwezi Juni. Tukio la kwanza ni la uvamizi wa polisi katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, yani kwa kifupi GCTC, maarufu kama Ufufuo na Uzima, lilopo Ubungo, linaloongozwa na Askofu Mkuu Daktari Josephat Gwajima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, Dar es Salaam. Bali na uvamizi wa jengo la kanisa, bado polisi waliwapiga waumini wa Ufufuo na Uzima kwa vilungu na mabomu ya machozi na kuwakamata waumini 98 ambao baadaye waliachiwa kwa dhamana baada ya siku 2. Kutokea kwa tukio hili kumehusishwa moja kwa moja na mkutano wa Askofu Gwajima na waandishi wa habari, ambapo alieleza bayana msimamo wake wa kupinga vitendo vya utekaji wa watu, akifichua idadi kubwa ya raia waliotekwa, baadhi yao wakiwa wamepoteza maisha na wengine hadi leo hawajulikani walipo. Askofu Gwajima alionya kuhusu madhara makubwa ya kitaifa yapo vitendo hivi havitadhibitiwa mapema, na akatoa mapendekezo ya wazi kwa Mheshimiwa Rais kuhusu namna ya kushughulikia swala hili kwa njia ya kisheria na kimaadili. Ni baada ya matamko hayo ndipo vitisho, uvamizi na hatimaye kufungiwa kwa kanisa hilo vilipoanza. Kitendo hiki kilaaniwa vikali na viongozi mbalimbali wa dini, waumini wa madhehebu tofauti kutoka nje na ndani ya nchi, wanaharakati wa haki za binadamu, vyama vya siasa, pamoja na Watanzania mmoja mmoja. Tukio la pili ni la tarehe 15 mwezi wa 6 2025, ambapo waumini wa GCTC walikusanyika kwa maombi kando ya barabara ya Morogoro Road baada ya jengo la kanisa kuzuiliwa na polisi, wakizuiwa kuendesha ibada na shughuli nyingine za kidini. Cha kusikitisha kwamba
ni kwamba polisi waliwapiga waumini hao wasio na silaha kwa mabomu ya machozi, virungu, na wengine 16 walikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi cha Oysterbay. Miongoni mwa waliokamatwa kulikuwa na mama wa makamo na kijana mwenye ulemavu wa miguu. Walipigwa na kubuluzwa kama mizigo na kusukumwa kwa nguvu ndani ya gari la polisi. Kijana huyo aliangushwa barabarani kwa nguvu kiasi cha kuhatarisha maisha yake. Angeweza kugongwa na gari, bajaji au pikipiki. Polisi hawakujali, waliendelea kumnyanyasa kwa makusudi, huku wakijua ni mlemavu na yule mama wakijua ni mtu mzima mzee alikuja kwa ajili kupata huduma za kiroho. Ni jambo la kuhuzunisha mno kuona vyombo vya usalama ambavyo vinapaswa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania vikigeuka kuwa chanzo cha mateso, hasa kwa wanawake na watu wenye ulemavu, makundi yanayopaswa kulindwa kwa uangalifu wa kipekee. Hiki ni kitendo cha udhalilishaji wa hali ya juu kinachovunja misingi ya utu, sheria, haki za binadamu. Taifa haliwezi kunyamaza mbele ya manyanyaso ya aina hii. Yote haya yanatokea kwa sababu Askofu Gwajima alihoji juu ya utekaji na mauaji nchini na kutoa maoni kuhusu mamlaka ya rais kwa wakuu wa vyombo vya dola. Lakini pamoja na hayo, alitoa pia mapendekezo ya nini kifanyike kurekebisha hali hiyo. Je, kosa lake ni lipi? Na kama kuna kosa, kwa nini sheria isitumike kumwajibisha badala ya kushambulia kanisa na kuwaumiza mamilioni ya watu wanaomuunga mkono? Ni jambo la kusikitisha na la kustusha kwamba licha ya Mahakama Kuu ya Tanzania kubainisha kuwa kanisa hilo halijapewa barua, bado tunashuhudia matumizi ya nguvu na waziri wa mambo ya ndani kusema kwamba barua iliyotumika kufunga kanisa ni barua ambayo haijasainiwa na msajili wa taasisi za kiraia. Lakini pia barua yenyewe ni ya Glory of Christ Tanzania, Glory of Christ Church, na sio barua ya Glory of Christ Tanzania Church. Bado tunashuhudia nguvu kubwa kupita kiasi kutoka kwa baadhi ya vyombo vya dola, bunduki kulinda makanisa kufungwa kwa mabavu na waumini ukamatwa kiholela. Vitendo hivi vya kuifungia makanisa na kuvamia waumini wasiokuwa na hatia ni jambo geni kabisa katika historia ya taifa letu. Havijawahi kushuhudiwa katika tawala zilizopita. Kwa masikitiko makubwa, ni katika serikali ya awamu ya 6 pekee ambayo vitendo hivi vya kukiuka uhuru wa kuabudu na kudhalilisha waumini vinaonekana waziwazi. Hali hii inatishia misingi ya haki, uhuru wa dini na utawala wa sheria uliojengwa kwa miaka mingi tangu wakoloni mpaka leo. Shambulio hili dhidi ya GCTC au Ufufuo na Uzima ni shambulio dhidi ya dhehebu moja. Si shambulio dhidi ya dhehebu moja tu, bali ni shambulio dhidi ya makanisa yote, waumini wote wa Kristo, katiba ya nchi yetu na misingi ya uhuru wa kumwabudu Mungu. Ni jambo la kusikitisha kuona kuwa hata ndugu zetu Waislamu nao hawajafurahishwa na hali hii, kwani wengi wao ni jamaa, marafiki, ndugu wa Kristo waliodhulumiwa haki yao ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kama ilivyo pia kwa upande wa Waislamu. Hili si swala la kidini, si swala la dini moja dhidi ya nyingine, bali ni swala la haki ya kuabudu. Haihusiani na swala la udini au kusema Uislamu naonea Ukristo. Lakini wanaweza kujenga watu kile, hata Waislamu wamehuzunika sana na wengine wametoa matamko. Tunashuhudia kwa mfano Shehe Ponda ambaye huyu ni katibu wa shule ya maimamu amesikia jambo hili
na kukemea vikali kwamba uhuru wa kuabudu watu wapewe, kama swala la utekaji ishughulikiwe njia nyingine, na kama aliyesema basi libaki kwake, lakini si kuwaumiza waumini wote wa Ufufuo na Uzima au Wakristo wengine. Hii inaonyesha wazi kwamba nimegusa watu wote. Madhara yaliyotokea na yanayoendelea kutokea kwa sababu ya kufungwa kwa kanisa. Kufungwa kwa kanisa la Ufufuo